Leo asubuhi ndio tumepata taarifa kwamba hapa anapokaa na yani hajaonekana muda mrefu, kwa sababu mwenye nyumba yake pia alikuwa hayupo. Amerudi jana usiku, leo anapita akakutana na harufu isiyo kuwa ya kawaida. Akajaribu kuita kimya, akapiga simu yake akakuta simu inaitia ndani. Basi akatoa taarifa kwa majirani, kisha akaita mwenyekiti wa mtaa akaja, na sisi tukakusanyika tukasaidiana na polisi. Ndio hivyo. Wenyewe walipokuja, mzee aliporudi alipofungua ndio walikutana na hiyo harufu asubuhi. Hata naenda msikitini ndio wakutana na harufu. Sababu wengi humu wanaokaa nao walopakana nao chumba wenzie hawapo, ni wanafunzi wenzie. Washafunga chuo wameenda na kwao marikizi. Kwa hiyo ndio maana hiyo harufu haiweza kujulikana kwa haraka. Wanafunzi mwenzetu, wanafunzi wa mwaka wa 3 kozi ya ualimu wa masomo ya sayansi, amekuwa haonekani tangu takriban tarehe 17 mpaka hivi leo, lakini kwa bahati nzuri kwa taarifa za majirani wanaoishi naye walitueleza kwamba maeneo ambayo wanaishi wanasikia harufu mbaya, jambo ambalo lilibidi tupate taratibu za kiusalama. Tukawasiliana na maaskari kupitia mwenye nyumba na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maaskari wamekuja na wametambua mwili wa marehemu na wamemchukua kwa ajili ya taratibu zingine. Lakini mwanzoni walikuwa wanahisi kama ni panya, wakataka labda wafanye usafi kwenye store, lakini baada ya kuona mlangoni kwa huyo mtu kuna nzi wengi, basi walilazimika kuja na kutoa taarifa. Na mimi baada ya kufika hapa niliwasiliana na viongozi wangu kwa maana ya maafisa wa polisi kwa ajili ya kuja kufanya utaratibu, lakini pili kuja kuhakiki. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limepokea taarifa ya kifo cha Hussein Rashidi Omar. Huyu ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 23. Ni mwanafunzi kwa maana mwanachuo chuo kikuu cha Waislamu kilichopo mkoani Morogoro. Taarifa za tukio hili zimetolewa tarehe 20 mwezi huu wa 3 2026, na limetokea eneo la mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kihonda Magorofani. Kimsingi marehemu amebainika akiwa amekufa ndani ya chumba alichokuwa amepanga, alichokuwa akiishi majira ya saa 5 asubuhi, na jitihada za kufungua mlango wake zimefanyika baada ya kuwa imesikia harufu kali ikitokea mle chumbani. Kwa hiyo baada ya kufungua chumba kile imebainika kwamba tayari alikuwa ameshafariki na alikuwa ameshaanza kuharibika. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kuendelea na uchunguzi, ikiwa ni pamoja kuwasubiria wazazi wake waweze kuchukua mwili wa marehemu. Hayo uchunguzi wa awali umebaini kwamba kifo chake kimetokana na maradhi ya kawaida, ikiwa ni kwamba ameanza kuugua tangu tarehe 17 alipokuwa kwenye chumba cha mtihani chuo kikuu cha MUM, na baadaye akapelekwa nyumbani kwa mapumziko. Kwa hiyo tangu wakati huo hakuweza kuonekana mpaka leo ilipobainika kwamba amefariki akiwa ndani ya chumba chake. Kwa hiyo baada ya uchunguzi mwili utakabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi, na anatarajiwa kusafirishwa kupelekwa kwao mkoani Lindi.